Ujambo mpendwa na karibu tena katika masomo ya Biblia. Asubuhi njema ya leo ningependa kila mmoja wetu aweze kuungana nami katika uchambuzi wa maandiko matakatifu. Tunapolichambua neno la Mungu na kutazama nambari katika Biblia. Nambari zina maana kubwa katika maandiko matakatifu. Nambari, majina, ishara na pia tunaona pia kuna dalili ambazo zinajitokeza mara kwa mara katika neno takatifu ambazo kwamba unapoziangalia katika maandiko zinayo maana kubwa katika maisha ya mwanadamu. Na ndiposa leo ningependa tuweze kutazama nambari mbalimbali zinazozungumziwa katika maandiko matakatifu na jinsi Biblia ilivyoeleza, na je, zina maana gani katika maisha yetu ya kiroho. Tuombe. Ewe Mungu na Mola wetu unayetupenda, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Tunaposoma neno lako takatifu, kuwa mwalimu wetu, tufundishe kuelewa maana ya nambari katika hesabu ya Biblia ili tuweze kufahamu yaliyo mapenzi yako na kuyatenda. Ni katika Kristo. Amen. Karibu mpendwa, ili kwamba tuweze kuandamana moja kwa moja katika somo hili ambalo ni somo la kipekee sana, somo linalovutia, maana wengi wangetamani sana kujua maana ya nambari fulani fulani katika maandiko matakatifu. Na hii itaondolea wengi ile hatari ya kuendea wapiga ramli na kwenda kutazamiwa bao na kwenda kuangaliliwa nyota, maana wengi wanapotelea kule kwa sababu hawajui nini maana ya nambari katika maandiko matakatifu. Wanaposikia habari ya nambari fulani fulani, wengi wanajitosa katika utazamaji wa bao na wengi wanabashiriwa mambo yasiyo na msingi, wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu na hatimaye wanajipata kwamba wameweza kupotea. Lakini leo mpendwa, ningependa tuangalie nambari fulani katika maandiko matakatifu, na namba hii ni namba 17. Lakini kabla hatujatazama namba hii 17, ningependa kuweka maelezo yafuatayo. Kwanza kabisa, kwa sababu watu wamekuwa na tabia ambayo imejitokeza katika maisha ya leo. Wengine wanajiita wahubiri na wengine wanaposoma maandiko matakatifu wanataka kuielewa Biblia na kuielezea Biblia kama jinsi wapendavyo wenyewe. Lakini Biblia inasema nini kuhusu jinsi ya kutafsiri neno la Mungu? Kwa nini Biblia inazungumzia kuhusu ufasiri wa neno la Mungu? Inasemaje katika kitabu cha Petero? Waraka wa Petero wa pili. Waraka wa pili wa Petero 1 mstari wake ni wa 19. Inasema maneno yafuatayo: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mfanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Fungu la 20. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana, fungu la 21, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walianena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mpendwa, katika neno takatifu la Mungu hakuna ruksa ya mtu yeyote kufasiri neno la Mungu kama apendavyo. Na ndiposa utaona kwamba katika nambari ambazo zimetajwa sana katika Biblia, kwa mfano, ningependa kukwambia kwamba yapo majina ambayo yamekuwa na maana ambayo yameonekana yakileta maana fulani katika Biblia. Na utagundua kwamba kila jina lililopewa watoto wa Ibrahimu, kila jina lililopewa watoto wa Adamu, majina aliyopewa watoto wa Yakobo, kila jina lilikuwa na maana yake. Na ndiposa utagundua kwamba hata siku za leo unapolitoa jina kwa mtoto wako, unapolipeana jina kwa jamaa yako, basi uwe makini sana na mwangalifu kujua maana ya jina hilo, kwa sababu huenda ikaadhiri tabia ya mwenye kupewa jina lile. Ndiposa utagundua mara nyingi kumejitokeza tabia ndani ya maisha ya watu, kisha watu wakapewa majina ya utani yanayoambatana na majina yao. Na ndiposa utagundua katika kisa kimoja ndani ya maandiko matakatifu, wakati mmoja Mungu alizungumzia kuhusu kisa cha Daudi. Na Daudi alikuwa, wakati kabla hajakuwa mfalme, alipokuwa anamkimbia mfalme Sauli, akafika maeneo
ambapo alikuwa mtu mmoja katika kijiji fulani aliyekuwa anaitwa Nabali. Nabali alikuwa na mke aliyekuwa anaitwa Abigail. Na Samueli alipotaka chakula kutoka katika boma lile, basi huyu Nabali alisema kwamba wasipewe chochote. Na ndiposa Daudi akaghadhabika na akawa yuko tayari kumwangamiza Nabali. Biblia inasema kama ilivyokuwa jina lake ndivyo ilivyokuwa na tabia yake. Bimaana kwamba tabia ya mtu huyu iliambatana na jina lake. Kwani jina lake lina maana gani? Jina lake Nabali maana yake ni mtu mjinga, mtu asiye na akili. Na kwa sababu hiyo jina linaweza kuwa na maana katika maandiko matakatifu. Majina mengi yanao maana kwa kweli, na ndiposa utagundua hata leo tunapopatia watoto wetu majina tuchunge sana ili tabia ama maana ya jina hilo isije ikaadhiri tabia ya watoto wetu. Jambo la pili, katika Biblia kumejitokeza nambari 666 na wengi wamekuwa katika mstari wa mbele kujaribu kuitafsiri namba hii. Wengi wameielezea kulingana na jinsi wanavyopenda, lakini tumeona katika maandiko matakatifu kwamba Biblia inasema mwanadamu afai kulifasiri neno la Mungu kama apendavyo. Nilikutana na mchungaji mmoja kwa simu, niliongea naye kwa simu, anatoka katika sehemu za Malindi. Mchungaji huyu anasema yeye ana uwezo wa kuelezea nambari 666, na kwa sababu hiyo anasema kwamba haya ni mambo ya kibiashara. Kulipotokea habari za KRA pin, ile pin ambayo watu wanapewa ya kodi, ndipo akaanza kuhubiria waumini wake kwamba hiyo ndiyo nambari 666. Kulipotangazwa kuweko na huduma namba hapa nchini Kenya, pia vile vile akaambia waumini wake kwamba hiyo ndiyo namba 666. Pia kulipotokea gonjwa la corona, mambo haya pia yana watu wengi wanaosema kwamba gonjwa la corona ndiyo nambari 666. Niliona mhubiri mmoja ambaye anajiita Nabii Elia. Nabii Elia ni mhubiri mmoja wa Kiislamu kutoka maeneo ya Tanzania, naye pia anaelezea nambari 666 kulingana na jina corona. Kwa kweli, ikiwa tutachukua kila jina na kutafuta kuliweka katika nambari 666, basi majina mengi yataingia katika nambari 666. Lakini huku ni kufasiri maandiko kama apendavyo mtu fulani. Lakini neno linasema nini kuhusu 666? Ukisoma katika kitabu cha Biblia, nambari 666 inajitokeza katika kitabu cha Ufunuo. Katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 13 mstari wa 18, Biblia inasema maneno yafuatayo. Naanza mstari wa 17. Tena kwamba mtu awaye yote hataweza kununua wala kuuza isipokuwa na chapa, yani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyu, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Hapa ndipo tunaona nambari 666 ikijitokeza. Na Biblia inaelezea kwamba wale ambao watakuwa na uwezo wa kununua na kuuza ni wale watakaokuwa na nambari hii. Kwamba unaporudi fungu lake la 15 inasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo nambari hii inahusiana sana na ibada, na ndipo utagundua kwamba hakuna vile tunaweza kuiweka katika ugonjwa, hakuna vile tunaweza kuiweka katika biashara, maana inasema ni hesabu ya mnyama, hesabu ya jina la mnyama. Na kwa sababu hiyo katika unabii tunajua kwamba mnyama ni ufalme. Kwa hivyo hii ni hesabu ya jina la ufalme fulani. Na bila kupoteza muda, ufalme huu ni ufalme wa Kirumi, ufalme wa kipapa, papa ya Kirumi ama Roman papacy. Na ndipo utagundua kwamba hesabu yake ni jina ambalo ndio jina la mamlaka hiyo, ambalo jina hili linakuwa katika kila
kofia yao ya utawala, kofia ambayo inavaliwa na mapopu wote, ndio kofia iliyo na jina la utawala huu ambao ni utawala wa kipapa, na jina lenyewe ni Vicarious Free Day. Na hili ndio jina pekee linaloleta nambari 666 kulingana na maandiko. Maana maandiko yanasema ni jina la mnyama huyo, na mnyama huyo anafanya sanamu inene. Mnyama huyo anaofanya watu kuisujudia sanamu ya mnyama. Kwa hivyo mpendwa, hamna haja kutembelea katika magonjwa, hamna haja kuingia katika nambari ya huduma namba na mambo mengine mengi hayo. Lakini ningependa kukuambia kwamba pia yapo mambo mengi ambayo ni ishara ama ni dalili. Dalili zipo za nambari hii. Hiyo kama ukiitaja kama dalili katika magonjwa, katika huduma namba, sawa, nitakubaliana na wewe kwa sababu zinaweza kuwa dalili. Lakini hesabu yenyewe haiendi mahali pengine isipokuwa katika hesabu ya jina la mnyama huyu. Ndipo utagundua hata ukichukua saa yako leo inayo dalili hiyo. Saa yako tunazozitumia sasa, ikiwa ni 7 inasema ni 1. Kwa hivyo 7 kutoa 1 inabaki 6. Ikiwa ni saa 6 inasema 12. Na 12 ukitoa 6 inabaki, ama ukitoa 6 inabaki 6. Kwa hivyo kila nambari ya saa ambazo tunazozitumia ukitoa utapata kwamba inao dalili ya 666. Zipo vitu mingi katika biashara, katika mambo ya kiserikali ambazo zina dalili hiyo, lakini hesabu yenyewe ya mnyama huyu ni Vicarious Free Day, na ni hesabu ya utawala wa Kirumi. Pia vile vile mpendwa, utagundua kwamba Biblia imetaja kuhusu 7. 7 ni nambari pia ambayo imejitokeza mara nyingi katika maandiko matakatifu. Utagundua nambari 7 katika kitabu cha Mwanzo 2. Kitabu cha Mwanzo 2, nataka nikusomee kitabu cha Mwanzo 2:1. Tuanze mstari wa 2. Nasema, na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya na kustarehe siku ya 7, kaacha kuifanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Katika mafungu mawili haya pekee 7 imerudiwa mara 3. Na Mungu anapozungumzia jambo ama Mungu anapolitaja jambo mara 2 au mara 3, ana ishara ya kusisitiza. Na jambo lolote linapokuwa na ishara ya kusisitiza, basi ina maana kubwa. Ndipo utagundua kwamba 7 imetajwa sana katika Biblia, na imetajwa katika kitabu cha Mwanzo 2 kama nilivyosoma mara 3. Ukirudi pia katika kitabu cha Kutoka 20. Ukirudi kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 8 kuendelea, nitasoma kuanzia fungu la 10. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato, akaitakasa. Kwa hivyo 7 unaona inarudiwa tena. Ukisoma pia kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 5, utaona pia ikizungumzia siku ya 7. Na ndiposa mpendwa, nataka kuambia kwamba haya mambo hayawezi kubadilishwa. Hauwezi kuweka namba nyingine mbadala. Hauwezi kuweka maana ambayo haipo katika maandiko. Kwa hivyo wengi wamejaribu kuweka maana zingine tofauti. Wengi wamejaribu kusema kwamba 7 inaweza kuwa siku yoyote, lakini Mungu hakuweka siku yoyote. Mungu alielezea kutoka siku ya kwanza ya juma, siku ya pili ya juma, siku ya 3 ya juma, mpaka siku ya 7 ya juma. Hawezi kurudisha siku ya kwanza ikawa siku ya pili, ama siku ya pili ikawa siku ya 3. Na kwa hivyo mpendwa, hii ndiyo maana ya maandiko matakatifu. Ndipo tutaona kwamba Mungu amezungumzia nambari fulani katika maandiko, na nambari hizi zimekuwa ni zenye maana kubwa kwa wanaoitazama, kwa kutaka kujifundisha na kutaka kujua ukweli wa neno la Mungu. Pia utagundua kuna miaka 1260. Miaka 1260 imejitokeza sana katika kitabu cha Ufunuo
12:6 ikizungumzia miaka ambayo mwanamke aliyekuwa mjamzito alipotaka ama joka alipotaka kumla mtoto wake alikimbizwa nyikani. Kipindi hiki kinaanza wakati ambapo Herode alipotaka kumchukua mtoto Yesu. Maana kanisa ni mwanamke. Kwa hivyo mwanamke anaashiria kanisa, na wakati kanisa lilipokuwa katika kumpata mkombozi, ndipo unapopata kwamba Herode alitaka mmalize mtoto, na ndipo utaona kwamba alimaliza watoto wengi akitafuta kumaliza Yesu. Biblia inasema mwanamke huyu akakimbizwa nyikani kwa muda wa miaka 1260. Hiki ni kipindi kinachoitwa kipindi cha giza, the dark ages, wakati ambapo ulimwengu ulikataa neno la Mungu, wakati ambapo neno la Mungu lilipuuziliwa mbali, wakati ambapo watu waliolitaja neno la Mungu waliteswa, wakati ambapo dunia haikuwa na nafasi kwa mtu yeyote aliyesimamia ukweli. Na ndipo tutagundua kilito kipindi cha giza, na kipindi hiki kilipoisha ndipo tutagundua kwamba Mungu akaleta ama akafufua nuru yake tena, kwa sababu ilikuwa imehifadhiwa nyikani na watu wakaweza kuipokea tena nuru yake. Na ndipo leo tuna kanisa la Mungu hata leo, na ndipo utagundua kwamba watu wa Mungu bado wanaendelea kumwabudu Mungu kupitia ukweli wa neno ambao Mungu aliuhifadhi nyikani kwa kipindi cha muda huu, kipindi ambacho dunia ilijaa giza nene, wakati ambapo utawala wa kipapa ulipata mamlaka kuu ya kutesa watu, na wengi wakaweza kupoteza matumaini, na wengi wakaweza kupoteza maisha yao katika kipindi hiki cha giza. Lakini Mungu akainua nyota zake ambazo zilileta matengenezo, na ndipo watu wakaweza kurudia ukweli wa neno la Mungu. Pia vile vile utagundua Biblia imetaja kuhusu miaka 3.5. Miaka 3.5, nitatoa mifano miwili. Miaka 3.5 imezungumziwa katika kitabu cha Wafalme, na utagundua kwamba wakati nabii Elijah alipokuwa akienda kutabiri, wakati alipoenda katika ikulu ya mfalme wa Israeli, mfalme aliyekuwa anaitwa Ahab, alienda na kumwambia kwamba kwa miaka 3.5 mvua haitanyesha katika Israeli. Hiki ni kipindi ambacho kilio na maana kubwa. Mvua ina maana kubwa, maana Biblia inasema kama ishukavyo mvua ndivyo ilivyo na neno la Mungu. Kama ishukavyo mvua kutoka mbinguni hata ardhini haitarudi bure, ndivyo ilivyo na neno la Mungu, kwamba mvua ni neno la Mungu. Kwa miaka 3.5 hakutakuwa na neno la Mungu. Lakini tunaona pia wakati wa kipindi cha unabii ulio mrefu sana katika Biblia wa miaka 2300, ndipo utagundua kwamba kunayo majuma ambayo yametajwa pale, majuma 70, majuma 49 siku, wiki moja ama majuma 7 na mambo kama hayo. Unagundua kwamba katika juma la katikati ambalo lilikuwa ni juma moja, ambalo juma moja kulingana na unabii ni siku 7, na siku 7 katika unabii ni miaka 7. Miaka 7 hii Biblia inasema katika juma hili moja la katikati, juma ambalo ndilo lilikuwa linagawanya miaka ya unabii huu, juma hili Biblia inasema kwamba itakatwa katikati. Baada ya katikati Masihi atakatiliwa mbali, ama katikati ya wiki Masihi atakatiliwa mbali. Bimaana ikiwa wiki ni ya siku 7, basi kwa miaka 7, katikati ya miaka 7 Masihi atakatiliwa mbali. Hii ina maana gani? 7 ukigawanya katikati ni 3.5. Ndipo utaona kwamba katika miaka 3.5 hii Yesu akafa. Baada ya kubatizwa kwake akafanya kazi ya huduma kwa miaka 3.5, akaweza kuhubiri, na baada ya miaka 3.5 akasulubishwa. Aliposulubishwa ndipo akafufuka na kupaa kwenda mbinguni. Nao wanafunzi wake wakachukua ushukani tena kwa miaka mingine 3.5 wakahubiri mpaka mwaka wa 34 AD, na ndipo ujumbe ukaweza kukataliwa katika Israeli, na ndipo ukaweza kuenenda katika mataifa yote, na ndipo ujumbe ukatapakaa ulimwenguni kote. Huu ni unabii wa Biblia. Lakini leo mpendo, ningependa tutazame kwa makini nambari 17. Nambari 17.
Je, nambari hii 17 inayo maana gani katika maisha ya mwanadamu? Je, kwa nini nambari 17 inajitokeza mara kwa mara katika maandiko matakatifu? Nataka nikupe maeneo ambayo nambari hii inajitokeza. Ukisoma nami katika kitabu cha Mwanzo. Soma nami katika kitabu cha Mwanzo 7. Kitabu cha Mwanzo 7 ndio mara ya kwanza nambari 17 inajitokeza. Biblia inasema mstari wake wa 11. 11 Biblia inasema katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Fungu la 12, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ya 17 mwezi wa pili ndiyo siku kamili, ama tarehe 17 mwezi wa pili ndiyo siku kamili, wakati ambapo gharika ama mvua ilianza kunyesha katika kipindi cha Nuhu. 17. Sasa sikiza. Pia siku ya 17 ama tarehe ya 17 ndiyo ilikuwa tarehe kamili ya safina kutua katika mlima wa Haralat baada ya mvua kukoma, baada ya gharika kuisha. Siku ya 17. Hayo si maneno yangu, ni maneno ya maandiko matakatifu. Kitabu cha Mwanzo 8 mstari wake ni 4. Biblia inasema mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya mlima wa Haralat. Mpendwa, ujumbe huu si wa kipekee sana. Haya ni mambo ya kupendeza sana. Wacha tuangalie kwa makini. Kwa nini Biblia inatilia mkazo siku hii ya 17? Hii tarehe ya 17 ina maana gani? Ninapoifundisha tarehe hii ya 17, siifundishi ili kwamba wengine wenu muanze kuiabudu tarehe ya 17. Siifundishi ili kwamba wengine wenu kama alizaliwa tarehe ya 17 haanze kujigamba na kujionekania kwamba yeye ni mtu maarufu sana ama mtu wa kipekee. La hasha. Maana Biblia ikukusudia tarehe hii ya 17 iweze kuchukuliwa kama ya mtu kibinafsi, lakini Biblia ina ujumbe wa kipekee kwa ajili ya maisha yetu kwa sababu ya tarehe hii ya 17 ama siku ya 17. Nambari 17 ina maana kubwa sana. Utagundua kwamba Yusufu aliuzwa Misri alipokuwa na miaka 17. Na pia vile vile utagundua kwamba alipokaa Misri miaka 17, kwa miaka hiyo 17 ndiyo miaka aliyokaa kabla ya kuungana tena na baba yake Yakobo. Yakobo aliungana na mwanawe ama alimpoteza mwanawe kwa miaka 17. Na baada ya miaka 17 ndio wakakutana tena katika nchi ya Misri na wakapewa hifadhi katika nchi ya Misri. Na ndipo Mungu anampatia maono siku ile akielekea Misri. Anamwambia usiogope kushuka kwenda Misri. Utaenda kusoma kisa hicho. Usiogope kushuka kwenda Misri, maana nitakupa hifadhi huko, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Haya ndio maono Yakobo aliyaona usiku wakati vijana wake walipomwendea kutoka Kanaani kushuka katika nchi ya Misri. Baada ya miaka 17, Mungu akampa ahadi ya kuwa taifa kubwa katika nchi ya kigeni. 17. Haya mambo yanaendelea kujitokeza. Utagundua kwamba pia nikirudi katika historia, mwaka wa 1787 tarehe 17 ya mwezi wa 9 ndiyo katiba ya nchi ya Marekani ilitiwa sahihi. Utaniuliza kwa nini nikazingatia sana taifa la Marekani? Kwa sababu taifa la Marekani lina umuhimu mkubwa katika unabii wa Biblia.
maana litatimiza unabii kwa kiwango kikubwa katika unabii wa Biblia, ama katika maisha ya unabii wa Biblia. Na ndipo utagundua kwamba Mungu aliruhusu tarehe hii kuzingatiwa katika taifa hili. Na ili nikupe kazi ya kufanya, nenda ukafanya utafiti wako. Kila baada ya miaka 17 katika taifa hili la Marekani, kasoro miaka michache ambayo haikuingiana, lakini karibu kila baada ya miaka 17 taifa hili uhusika katika mapigano. Kila baada ya miaka 17 taifa hili uhusika katika mapigano. Nenda ukafanya utafiti, utagundua. Haya ni mambo ya kipekee sana. Mpendwa, usikose kufuatana nao. Nataka nikwambie pia, ukienda katika kalenda za Kikashvan, utagundua kwamba tarehe 3 Novemba mwaka huu, ambayo itakuwa ni tarehe 3 Novemba 2020, ni sawa na tarehe 17 ya mwaka wa Kashvan. Na ndiyo tarehe ambayo Marekani itafanya uchaguzi. Hii ni sawa na kusema kuna uwezekano mkubwa hata Donald Trump akaweza kushinda. Utajua kwa maana gani nasema hivi. Napozungumza hivi sizungumzi kwa sababu ni mwanasiasa. Nazungumza hivi kwa sababu mambo haya yamejitokeza ndani ya maandiko matakatifu. Kumbuka kwamba Mungu anapotoa jambo, anapotoa nambari, anapotoa jina, anapotoa hesabu na ishara, Mungu anamaanisha kile anachokisema. Na ndiposa Mungu hataki tuweze kuchukulia mambo yake kwa wepesi. Na ndiposa unapomwona mwanadamu akichukulia namba 666 kwa wepesi, akichukulia sabato kwa wepesi, akichukulia unabii wa miaka 1260 kwa wepesi, unabii wa miaka 3.5 kwa wepesi, basi ni kutojua nini anachokifanya. Kwa sababu Mungu anapoliweka jambo anamaanisha kile anachokifanya. Pia mpendwa, utagundua pia tarehe 17 ndiyo tarehe kamili ya Yesu kufufuka. Bwana asifiwe. Yaani mambo haya, ninaposoma mafungu haya yananipa matumaini makubwa mpendwa. Sina lugha ya kueleza jinsi ambavyo moyo wangu unaofurahia upendo ambao Mungu ameweka katika maisha yetu, upendo ambao Mungu ametuonyesha katika maisha yetu kupitia ujumbe ambao nautoa kwetu sisi kila siku, ujumbe ambao unaleta matumaini. Biblia inasema tarehe 17, hiyo tarehe 17 ndiyo tarehe kamili ambayo Yesu aliweza kufufuka. Utaniuliza mimi najuaje? Na pengine haujasoma Biblia ikisema tarehe 17, lakini nitakuonyesha sasa hivi. Enda nami katika kitabu cha Hesabu. Soma nami katika kitabu cha Hesabu 9. Nataka uangalie maneno yafuatayo. Biblia inasema 9 mstari wa 2. Tena wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Siku ya 14 ya mwezi huu, wakati wa jioni, mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote zilivyo, ndivyo mtakavyoishika. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa hawaagize wana wa Israeli kwamba sikukuu ya Pasaka wataishika kama jinsi ilivyoagizwa, wasipunguze chochote wala wasiongeze chochote. Bimaana kama ni tarehe 14 ya mwezi huu ndio wataofanya sikukuu hii. Ilikuwa ni waishike sikukuu katika mwezi huu, mwezi wa kwanza. Ukisoma pale mwanzo inazungumzia kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili. Kwa hivyo mwezi wa kwanza tarehe 14 ndiyo tarehe kamili ya Pasaka.
Ndipo utagundua leo ulimwengu kwa kutojua, ulimwengu aidha kwa kukataa na kuendelea kuweka wepesi katika neno la Mungu, wengi wanasherekea sikukuu ya Pasaka mwezi wa 4, mwezi wa 3, ambapo Biblia inasema wana wa Israeli waisherekee siku hii ya Pasaka pasipo kupunguza chochote. Siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, siku hiyo, sikukuu ya Pasaka, ndipo itasherekewa, na kila kilichohitajika kifanyike kama ilivyoamriwa. Kwa hivyo Pasaka ilifanyika siku ya 14. Siku ya 14 ya mwezi ni tarehe 14 ya mwezi. Kwa hivyo sasa songa nami pia fungu la 5. Nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, katika bara Sinai, vile vile kama hayo yote Bwana aliyowaagiza Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Biblia inasema kama jinsi walivyoamriwa na Mungu, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli, kwamba katika siku ya 14 wakaishika sikukuu ya Pasaka. Mpendwa, hivi ndivyo ilivyokuwa, na hawakupunguza chochote, hawakuongeza chochote, wakaishika kama jinsi Mungu alivyoiamuru. Halafu huku kufa kwa Yesu na kufuka kwa Yesu nako kunatokea vipi? Nataka twende pamoja katika kitabu cha Mathayo 26. Ndipo utaona kwamba tarehe 17 ndio Yesu aliyofufuka. Mathayo 26 napoelekea kumaliza. Mathayo 26 tusoma nami mstari wake wa 17. Biblia inasema 17, hata siku ya kwanza mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukakuandalie uile Pasaka? Katika siku hii, siku ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamuuliza, ni wapi Bwana unataka tukuandalie Pasaka? Biblia inasema Pasaka iliandaliwa na kuliwa siku ya ngapi? Siku ya 14. Kwa hivyo Yesu anaandaliwa Pasaka siku ya 14. Na Biblia inasema ukisoma fungu la 36, wakaandaa Pasaka, wakaenda katika, Biblia inasema akawaambia, nendeni kwa mtu fulani katika mji fulani, mtampata mtu, mtamwambia Bwana anasema tuandae wapi Pasaka, atawapatia chumba, mtaandaa Pasaka. Biblia inasema, nafupisha maneno haya, wakaenda wakaandaa Pasaka, wakaenda wakawa katika kusherekea Pasaka, na wakasherekea Pasaka kweli. Na Biblia inasema maneno yafuatayo. Soma 36. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa hata niende kule nikaombe. Walipomaliza Pasaka usiku ule ule tarehe 14, wakaenda mpaka bustani itwayo Getsemane. Wakawa wamekaa pale, akamwambia kaeni hapa mimi nikaombe kwa kitambo kidogo. Soma fungu la 47. Nafupisha kisa hiki. Basi alipokuwa katika kusema, tazama Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Kumbe walipokuwa pale katika bustani itwayo Getsemane usiku ule wa tarehe 14, ndipo yule Yudasi ama Yuda Iskarioti akaja na wale wa kumshika, wale maaskari wenye rungu na panga, akamsaliti na wakamshika usiku ule ule. Biblia inasema usiku ule ule wakamtesa, usiku ule ule wakamdhihaki, usiku ule ule wakaweza kumfanyia kila neno baya. Wakampeleka kwa Kayafa, wakampeleka kwa Pilato, wakampeleka huku na huku katika usiku ule ule. Na kulipopambazuka asubuhi, siku ya Ijumaa asubuhi, wakamtundika msalabani.
Sasa ikiwa siku ya Pasaka ilikuwa siku ya 14, siku ya Ijumaa ilikuwa siku ya ngapi? Hesabu rahisi, itakuwa siku ya 15. Siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi ilikuwa siku ya ngapi? Siku ya 16. Na siku ya Jumapili anapofufuka Masihi Yesu ilikuwa ni siku gani? Siku ya 17. Mpendwa, hili ni jambo ambalo linaleta matumaini makubwa katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo tarehe 17 ndio ilikuwa tarehe kamili ya kufufuka kwa Yesu. Na kwa hivyo mpendwa, utagundua kwamba siku ya 17 ama nambari 17 imejitokeza mara nyingi sana katika maandiko matakatifu. Pia vile vile nataka kusoma fungu ambalo nitatamatisha katika 17, kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi 8. Kitabu cha Warumi 8:35 inazungumzia mambo 17 ambayo hayawezi kututenga na upendo wa Kristo. Biblia inasema maneno yafuatayo. 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni hadha au ni njaa au ni uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua katika hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Mpendwa, mambo 17 pia hayawezi kututenga na upendo wa Kristo. Ndipo mpendwa, na kuuliza, kwa nini uende kwa mpiga ramli? Kwa nini uende kwa watazamaji wa bao? Kwa nini uende kwa watazamaji wa nyota? Kwa nini ukaangaliwa bahati yako kwa kioo? Mpendwa, lazima ujue kwamba kila jambo la maisha yako Mungu anayo hatima yake. Mungu ana hatima yako. Mungu anajua maisha yako. Mungu anajua mipango aliyonao katika maisha yetu. Kwa lugha fupi, nambari 17 ni nambari ya ushindi. Nambari 17 ni nambari ambayo inaleta ushindi katika maisha ya mwanadamu. Nambari 17 ndio ilileta ushindi katika maisha ya Yakobo, ya Yusufu zamani. Maana Yusufu walipomuuza akiwa katika miaka ya 17, hawakujua kwamba wamemuuza wakati mbaya, wamemuuza wakati wa ushindi. Na ndipo utagundua anapouzwa anaenda pale anapitia changamoto nyingi, lakini katika mwaka wa 17 anapata ushindi mkubwa kwa kurejelea katika familia yake tena, na akapata ushindi mkubwa kwa familia yake kupewa hifadhi katika nchi ya Misri na kupewa ardhi, mpaka Farao mwenyewe anasema wachagulie mahali pazuri, mahali ambapo utaona panafaa, wape ndugu zako na baba yako waweze kuishi. Ushindi mkubwa ukapatikana kwa ajili ya nambari 17. Pia vile vile utagundua kwamba Nuhu akapata ushindi mkubwa kwa kutii sauti ya Mungu. Katika siku ya 17 Nuhu akapata ushindi, akaepukana na dhihaka zote za ulimwengu, maana ulimwengu ulimdhihaki na kumkejeli wakisema kwamba mzee amechanganyikiwa. Lakini ilipotimia siku ya 17 ulimwengu ukajua kwamba kwa kweli Nuhu alikuwa anasema ukweli. Gharika, mvua ikanyesha na ulimwengu ukagharikishwa, kila kiumbe chote kikafa na maji, na wote wakaweza kuamini kweli ujumbe wa Nuhu ulikuwa wa halali. Na baada ya siku 40 na baada pia siku 150, siku ya 17 tena safina ikatua katika mlima wa Ararat. Hii ni ishara ya ushindi, ishara ya ushindi. Kwa nini nasema ni ishara ya ushindi? Kwa sababu 17 inaweza kuwa aidha jumlisho la 5 na 12. Ukichukua 5 ukijumlisha 12 inaleta 17. 5 katika Biblia
ni neema. 12 ni utawala ama ni mamlaka. Niwaulize, neema kuchanganya na mamlaka nini? Ni ushindi mpendo. Unapochanganya neema na mamlaka, maana sisi hatuna uwezo wowote, lakini neema ya Mungu inapotufunika, basi tunapata ushindi, kwa sababu dhambi ilipotawala maisha yetu, dhambi ilipotawala miili yetu, utawala wa dhambi wa shetani ulipomiliki asili yetu, ndipo neema ya Mungu iliingia na ikaleta ushindi katika maisha yetu. Pia 17 inaweza kuwa ni jumulisho la 7 na 10. Pia vile vile 7 kama tulivyoangalia pale mwanzo ni ukamilifu, na 10 ni serikali. Nikuulize, ni serikali gani iliyo timilifu? Ni serikali ya Mungu, serikali ya ushindi. Mpendwa, 17 ni ushindi. Napenda kukupendekezea kwamba ushindi unaopatikana kwa Yesu, ushindi ulitabiriwa kutoka pale mwanzo, kutoka wakati wa Nuhu akaambiwa kwamba jenga safina, kwa sababu huu ulikuwa ni ukombozi wa mwanadamu. Huu ulikuwa ni ushindi wa mwanadamu, ushindi ambao uliletwa katika maisha ya mwanadamu kupitia kwa Kristo Yesu. 17 ni nambari ya ushindi. Mpendwa, ishara hii italeta matumaini katika maisha yako. Ishara hii ya 17 inaleta matumaini katika maisha ya kila Mkristo na kila mtu anayenitazama. Italeta matumaini, itakuondoa wewe katika kwenda kutazamiwa bao, itakuondoa wewe katika kwenda kuangaliliwa nyota, kwa sababu 17 inaleta ushindi, na ushindi huo unapatikana katika Yesu, katika Kristo Yesu. Maana kitabu cha Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo mpendwa, 17 inaashiria ushindi uliopatikana baada ya Yesu kufufuka na kushinda mauti na kushinda dhambi kwa ajili ya mimi na wewe. Huu ndio ushindi ambao tunatembelea leo. Huu ndio ushindi ambao mimi na wewe tunasherehekea, kwa sababu Mungu alifanya ushindi katika maisha yetu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Mpendwa, nataka uangalie mafungu yangu ya mwisho. Kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Nataka usome nami kitabu cha Yeremia. Tasoma nami kitabu cha Yeremia 29. Kitabu cha Yeremia 29 kinasema mambo yafuatayo. 29:11 Yeremia. Tasoma. 29:11 inasema, maana najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu amekusudia sisi tuweze kuwa na maisha mema ya baadaye. Ya kwamba Mungu amekusudia mimi na wewe akituwazia yaliyo mema. Mpendwa, hatuna haja ya kuwasikiliza watu wanaobashiri za uongo. Hatuna haja kutafuta faida katika watu wanaopeana dawa za kibiashara. Hatuna haja ya kutafuta ushindi katika wanasiasa. Hatuna haja ya kutafuta ushindi katika watu wanaojiita manabii. Tupo na ushindi kutoka kwa Mungu kupitia Kristo Yesu. Tupo na ushindi ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya mimi na wewe kupitia kwa Kristo Yesu. 17 nambari ya ushindi. Nataka uangalie pia kitabu cha Waefeso 2. Kitabu cha Waefeso 2. Kitabu cha Waefeso 2, mpendwa, napomalizia kinasema maneno yafuatayo. Efeso 2, nasoma kuanzia mstari wake ni wa 8 mpaka wa 10. Inasema maneno yafuatayo. Inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu.
Namba 10, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana asifiwe. Ya kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Ya kwamba sisi tumeokolewa kwa neema, neema ambayo tumeona inapochanganyikana na sheria, basi neema inakuwa ni ushindi. Neema inaleta ushindi kutokana na sheria ama kutokana na adhabu ya sheria. Mungu akaleta neema, neema ambayo imetufunika sisi tulio wakosaji, tukahesabiwa kuwa haki kupitia kwa Kristo Yesu. Kitabu cha Waefeso 2 pia 18 inasema maneno yafuatayo. 18 inasema, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Sisi sasa tunahesabiwa tena si wageni, bali ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Watu ambao tangu sasa tunaweza kumkaribia Baba kupitia kwa Kristo. Pia vile vile napomaliza kitabu cha Wakolosai, fungu langu la mwisho, kitabu cha Wakolosai, Kolosai 1:26. Biblia inasema, siri hile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Bwana asifiwe. Ya kwamba sisi, siri ambayo ulimwengu umeitafuta kwa muda mrefu, siri ambayo watu wengi wamejaribu kuifafanua hawakuweza, siri ambayo wengi wanaipapasa papasa, Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Ya kwamba siri hii ni Kristo ndani yetu ndiye tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu ndiye ushindi unaopatikana. Kristo ndani yetu ndiye ushindi ambao unapatikana katika siku ya 17 wakati Yesu anapofufuka. Wakati Yesu alipofufuka alisema, mauti nimeikanyagia chini, ushindi na mamlaka zote za giza nimezikanyagia chini na nimekupa wewe ushindi. Ndipo inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Mpendwa, na kupendekezea huyu Yesu ili kwamba uweze kumwamini, aweze kuwa mwokozi wa maisha yako, akusaidie ili kwamba uweze kupata ushindi huu ambao tumeusoma leo katika nambari 17. Mungu aweze kukubariki. Tuombe. Utupendaye Mungu, asante kwa upendo wako kupitia kwa Kristo Yesu, uliyemtoa kwa ajili ya maisha yetu, akafa msalabani na kushinda mauti na kaburi, kashinda dhambi kwa niaba yetu, ili kwamba sisi sasa sio sisi tena tunaoishi, bali ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kaa nasi daima, kaongoze na msikilizaji na hata mtazamaji atakayetutazama katika runinga na katika mitandao. Ni katika Kristo. Amen.